aliyeko bondeni kule chini. Haoni vitu vizuri mtumishi, haoni vitu kwa ubora wake. Sacre bite le prevon secreta baya. Aya. Lakini unapoona kwa neno kupitia Roho Mtakatifu, unatambua kwamba wewe si mgonjwa anayejaribu kuponywa, wala si maskini anayejaribu kuwa tajiri. Wewe sio mtu aliyeshindwa akijaribu kuwa mshindi. Badala yake, unaona kwamba wewe ni utukufu wa Mungu. Wewe ni mshindi katika Kristo na Yesu, katika Kristo Yesu, na ukamilifu wa ubora wa kiungu. Kuna kuona maisha kupitia nuru ya neno la Mungu, kupitia mwangaza wa neno la Mungu. Maandiko yanasema neno lako ni nuru ya njia yangu. Nuru mazikili baraburuburubusa. Kwa badala ya kujiona kama mgonjwa anayetafuta uponyaji, anayesubiri Bwana akipenda, akitaka aweze kumponya, shaketi le mandarako soko tolore. Jione mwenyewe katika uzima mtumishi. Jione katika utukufu na ubora, katika afya ya kiungu. Wewe sio mtu uliyeshindwa, ambaye unasubiri kwa kudra za Mungu, atakupa ushindi. Mazigi la baraburuburubusira. Aya. Biblia inasema chochote kilichozaliwa na Mungu, yoyote alizaliwa na Mungu, ameushinda ulimwengu. Na huu ndio ushindi unaoshinda ulimwengu, hiyo imani yetu. Masiki la baraburu. Kwa ukiwa ndani ya Kristo, wewe umeushinda ulimwengu. We are more than conquerors. Sisi ni zaidi ya washindi. Katika haya yote sisi ni zaidi ya washindi. Tunashinda na zaidi ya kushinda. Mtoto wangu anasema neno la Mungu linakupa mwinuko wa kiroho, linakuelevate, linakuinua na kukuleta juu. Linainua mtazamo na maono yako juu ya mambo ya kawaida na kukuwezesha kuona kutokea katika mtazamo wa Mungu. Inainua mtazamo wako. Unaacha kuwa an ordinary man, unaacha kuwa mwanadamu wa kawaida. Unaingia katika uungu, katika asili yako ulionayo sasa hivi kama mwana wa Mungu. Shaketi limandarabosoruba. Hili ndilo jambo ambalo Yohana alilipitia. Alisikia sauti ikisema, njoo huku juu, na alipofanya hivyo alisafirishwa katika roho ili kuona mambo halisi ya kiungu. Hiyo ndio Ufunuo wa Yohana tulosoma sura 4 mstari wa 1 mtumishi. Baada ya kusikia ile sauti na kuambiwa na alivyoitikia,